andika neema ya maandalizi. Hapo ndo nataka kufundisha. Siku zote kabla ya Mungu kukupa wazo la biashara, kunakuwa na neema ya maandalizi. Tunajifunza kwa Mungu mwenyewe. Kabla ya kumuumba Adam na Hawa waje wakae kwenye ile bustani ya Eden, alihakikisha anawaandalia eneo la bustani. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Mwanzo 1 mstari wa 1. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 1. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa 2. Mstari wa 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa ni maajabu sana Mungu angewaumba Adam na Eva kwenye huo mstari wa 1. Kwa sababu dunia ilikuwa ni ukiwa tena utupu. Alikuwa bado hajaumba ile bustani ya Eden. Bustani ya Eden inahitaji mwanga. Ile miti yenyewe inahitaji maji. Kwa Mungu alianza toka Mwanzo 1, akaanza kuumba. Baadaye ndo akamuumba Adam. Bwana Yesu asifiwe. Asingemuumba Adam aje akae sehemu ambao ni ukiwa tena utupu. Kwa kama Mungu alikuwa na uwezo wa kuandaa, lazima na sisi aweze kutuandaa. Mtu ulikuwa unahitaji matunda, ulikuwa unahitaji jua, ulikuwa unahitaji maji. Adam na Eva wangekula nini? Walikuwa wanakula matunda. Kwa Mungu alihakikisha kwamba atamuumba mwanadamu mpaka alipomaliza kuumba kila kitu. Na sisi tumeumbwa kwa mfano wa nani? Kwa hata sisi kuna neema ambao inatuandaa kwa ajili ya kufanya kile kitu cha kimungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka tujifunze kidogo kwa habari ya Musa, namna alivyoandaliwa. Na kitu chochote cha kimungu kama hakijaandaliwa, ni ngumu sana kuweza kulikamilisha lile jukumu. Ni ngumu sana kuweza kufika kwenye ile hatima. Hata daktari mwenyewe huwa kuna muda wa kumwandaa daktari. Hata lawyer huwa kuna muda wa kumwandaa lawyer. Nisomee kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 6. Mtu mmoja wa nyumba ya Lawi akaondoka akaoa binti mmoja wa Lawi. Yule mwanamke akachukua mimba akazaa mwana. Na alipoona ya kuwa mwana ni mtoto mzuri, akamficha miezi 3. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Akakifungua akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Farao aliweka sheria kwamba
mtu yote ambaye ni Mwisraeli akizaa mtoto wa kiume, anatakiwa yule mtoto auawe. Toka siku ya kwanza alipozaliwa, ukimwona ana jinsia ya kiume, inatakiwa umkabidhi kwa wale maaskari, na hao maaskari wataenda kumuua. Sasa ukisoma mstari wa 2, Biblia inasema hivi: yule mwanamke akachukua mimba, akazaa mwana. Alipoona ya kuwa ni mtoto mzuri, akamficha kwa muda wa miezi 3. Alipoona yule mtoto ni mzuri, akamficha, na akamficha kwa muda wa miezi 3. Swali la kujiuliza, huo uzuri aliuonaje mpaka akaamua kumficha yule mtoto ndani wa muda wa miezi 3? Nisikilize kwa makini. Ukiwa kwenye maandalizi, Roho Mtakatifu huwa anakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lile wazo la kutaka kumficha, akidhani kwamba ni mtoto mzuri, lakini Roho Mtakatifu alijua kwamba huyu mtoto ataenda kukomboa taifa la Israeli. Kwa akaweka wazo kwamba huyu mtoto ni mtoto mzuri, akaamua kumficha. Na aliamua kumficha ndani ya miezi 3. Maana ya kufichwa ni nini? Andika. Kufichwa ni ulinzi wako na wala sio adhabu. Siku zote Mungu akiamua kukuficha, jua kabisa mbele huko kuna kifo. Kama Mungu kaamua kukuexpose, utaenda kufa. Kwa kitu Mungu anaamua kukifanya, anaamua kukuficha. Nisikilize. Musa alifichwa kwa muda wa miezi 3. Lakini wewe hapo, kuna possibility kubwa sana isiwe ndani ya miezi 3, ikuwa ndani ya mwaka mmoja, iwe ndani ya miaka 3. Na Mungu akikuficha, utakuwa unafanya kitu hicho hicho na mwenzako anafanya kitu hicho hicho, yeye kinaonekanika, wewe hakionekaniki. Kwa nini Mungu ameamua kuficha? Inawezekana kabisa ofisini ukafanya kazi mpaka saa 2 mpaka saa 4, na kuna mtu anafanya kazi mpaka saa 10 anaondoka. Bosi wako anakuja kumappreciate yule anaondoka saa 10, wewe anakuacha. Kwa nini? Manake Mungu hapo kakuficha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unafanya biashara, labda biashara ya duka, uko frame ya kwanza, mwenzako uko frame ya pili, na mna bidhaa sawa sawa. Mwenzako anauza isivyo kwa kawaida, wewe unauza tu kidogo. Kwa nini unauza kidogo? Kwa sababu Mungu afanyaje? Kaamua kukuficha. Kufichwa sio jambo rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa wamefichwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Ni vizuri ukaendelea kukaa hivyo hivyo mpaka hatima itakapotimia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee mstari wa 3, wa 4 na wa 5. Kitabu cha Kutoka mlango wa 2, mstari wa 3 mpaka wa 5. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akampatia kisafina cha manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mto. Umbo lake mtoto akasimama mbali ili ajue yatakayompata. Basi binti Farao akashuka
aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Bwana Yesu asifiwe. Nisome mstari wa 4. Umbu lake mtoto akasimama mbali ili yajue yatakayompata. Bwana Yesu asifiwe. Napapenda sana. Katika ufanyaji wako wa biashara, katika ufunguzi wako wa kampuni, kuna watu ambao watasimama mbali na wewe, lakini wako pamoja na wewe kuhakikisha kwamba anakuangalia aone kitu gani ambacho kitakupata. Nisikilize, Mungu anisaidie. Watu wengi ambao unakuwa nao karibu, au wanaitwa prayer partners, wengi hawakuombei. Utakuja kunielewa baadaye. Mara nyingi sana watu wanaokuambia ninakuombea hawakuombei. Kuna siku moja nilikuwa naongea na mtu mmoja, alikuwa ametumia SMS kwenye WhatsApp. Akaniambia kwamba anaenda Kongo kwa njia ya gari. Kwa akaniambia naomba uniombee na Mungu anisaidie niweze kwenda na niweze kurudi. Nikaambia nitakuombea. Nikaacha. Baada ya siku moja yule mtu akapata ajali mbaya sana. Sana. Baadaye akaja kuniambia kwamba mtumishi, yaani namshukuru Mungu, nimepata ajali mbaya, lakini Mungu amenisaidia, nimeweza kusimama, lakini mguu wangu umevunjika. Roho Mtakatifu akazungumza na mimi, akaniambia, ulisema utamwombea, kwa nini ukumwombea? Kuanzia hapo ukinitumia SMS tu, yaani kabla sijafika, yaani ukinitumia tu SMS tu kwamba naomba unisaidie, niombe, nasema Mungu naomba msaidie huyu mtu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. I'm telling you, ilinisaidia sana. Ilinisaidia sana. Mara nyingi sana watu walio karibu nawe hawakuombei. Roho Mtakatifu alivyonikumbusha kwa habari ile, nilijuta, nikamwomba Mungu rehema. Kwa sasa hivi kila SMS ikija, kabla sijafanya, nikifungua tu najua kwamba nishahukumiwa gaichi. Bwana Yesu asifiwe. Nisome ule mstari wa 5. Kutoka mlango wa 2 mstari wa 5. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani, akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Siku zote ukiwa unatupa kitu mtoni, labda huo mto umekaa namna hii, sawa labda mto umekaa hivi, ni lazima hiyo safina, hicho kisafina kilichombeba Musa kilitupwa hapa, na binti wa Farao alikuwa akioga hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hicho kisafina kilishuka mpaka kwa binti wa Farao, kwa sababu haiwezekani mama yake na Musa akawa amekuja kumweka huku, singeendelea kushuka huku, singekuja huku, si ndio?
lazima mama yake na Musa aliweka ile safina hapa, ikaja na binti wa Farao alipoingia kuoga akakiona kile kisafina. Swali nalotaka kuuliza, kwa nini hichi kisafina kisingepita kikaja huku? Sio, umenielewa? Lazima kulikuwa kuna muda, kipindi ambacho huyu binti wa Farao, huyu mamake na Musa anakuja kuweka hapa hii safina. Hii safina ikapanda mpaka ikafika hapa. Lazima kulikuwa kuna muda hapa. Nisikilize, Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa muda. Okay, ngoja nikuulize swali. Kwa mfano, kama huyu binti wa Farao asingekuja kuoga akawa huku, labda yuko kwenye hiyo palace yao, alafu ghafla huyu mamake na Musa kamweka Musa kwenye safina, huyu Musa kaja paka kapita, afu binti wa Farao ndo kaja, nini kingetokea? Asingemuona, si ndio? Lakini utashangaa alipomweka huyu mtoto kwenye safina, hiyo safina ikaja, ghafla huyu binti wa Farao alipokuwa hapa akamuona Musa akiwa ndani ya ile safina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na napenda sana huo mstari wa 5. Siku zote ni lazima ujue muda wa Mungu, kwa sababu ukiujua muda wa Mungu, kuna sehemu atakuweka na kuna mtu atakuja kwa ajili ya kukuokoa. Hawa vijakazi ni kama mabodyguard wa sasa hivi. Walikuwa wanahakikisha kama binti wa Farao akienda sehemu, wanahakikisha ile sehemu iko monitored, kwamba hakuna kitu kibaya ambacho kitamtokea. Swali la kujiuliza, kwa nini wale wajakazi hawakumuona mtoto Musa? Mpaka binti wa Farao alipomuona mtoto Musa. Kwa nini wale wajakazi hawakumuona mtoto Musa? Na kama wangemuona yule mtoto Musa, wangemuondoa, angeenda kuuawa. Lakini ikampendeza Mungu, wale mabinti wa Farao wakapigwa upofu. Wakati wanaangalia pale kwenye yale maji, hawakuona kitu chochote kinachoendelea. Mpaka mtoto wa Farao alipokuja ndio akaona. Wewe nikwambie, kuna watu wengi sana katika maisha yako ya biashara, katika maisha yako utumishi, kuna watu ambao wameshapigwa upofu. Hawajui nini unachokifanya. Wanakuona unatoka nyumbani unaenda kazini, hawajui unaenda kufanya kazi gani. Na kuna wengine ni marafiki zako kabisa, ila wamepigwa upofu. Kwa nini? Kwa sababu wataua kile kitu cha kimungu ambacho Mungu akiweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa watu wote walipigwa upofu. Hakuna aliyekuwa na uwezo wa kuona. Mpaka yule binti wa Farao ndipo alipoonyesha. Tusome tena mstari wa 5. Kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 5. Basi binti Farao akashuka aoge mtoni, na vijakazi wake wakatembea kando ya mto. Naye akakiona kile kisafina katika majani,
akamtuma kijakazi wake kwenda kukileta. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee sasa mstari wa 6. Kutoka mlango wa 2 mstari wa 6. Akakifungua, akamwona mtoto, na tazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia, akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waebrania. Bwana Yesu asifiwe. Akakifungua ile safina. Ghafla alipoifungua ile safina, yule mtoto akaanza kulia. Kwa nini alilia wakati ile safina ndio imefunguliwa? Kwa nini hakulia wakati wale wafanyakazi wako pale? Kama angelia wakati wale wafanyakazi wako pale, angechukuliwa, angeenda kuuawa. Ile safina ilipokuja, akafungua ile safina, ghafla yule mtoto ndo akaanza kulia. Basi akamhurumia. Yule mtoto angekuwa anacheka, asingemhurumia. Unajua, nikiwa nasoma hivi napataga picha kwamba yamkini ile safina iliyofunguliwa, Roho Mtakatifu akaenda akamfinya, akaanza kulia. Na alipoanza kulia, ghafla yule binti wa Farao akaingiwa na huruma. Angemwona anacheka, asingeingiwa na hiyo huruma. Hiyo huruma ilikuja baada ya kumwona analia. Akamchukua Musa, akaenda kuishi kwenye jumba la kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo yote ni maandalizi ya neema. Toka Musa anazaliwa, utaweza kuona Roho Mtakatifu alikuwa anafuatilia awamu kwa awamu, mpaka Musa kaingia kwenye lile palace. Bwana Yesu asifiwe. Na Musa alipoingia kwenye palace, alienda kufanya vitu viwili tu vikubwa. Kitu cha kwanza ambacho Musa aliingia kukifanya ni kumjua adui yake ni nani. Ogopa sana adui kwa mtu ambaye yuko ndani yako. Kwa mfano, kama watu wanatutafuta wakaamua kupenyezesha mtu kwenye administration, ni rahisi sana kutupata sisi. Kwa Mungu alimuinua Musa ili aweze kumfahamu Farao kwa undani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia vita ya Israeli na Iran na USA, kwa nini Israeli wanawapiga sana wa Iran? Kwa sababu wana watu kutoka ndani wanapenyezesha habari za Irani kwa Waisraeli. Ndio maana wakamuua yule kiongozi wao wa dini. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wana siri za kutoka ndani. Ogopa sana ukiwa na mtu anayetumika na shetani na ni rafiki yako, kwa sababu shetani ana uwezo wa kuoperate from within. Hata Yesu, Yuda alitoka ndani ya wanafunzi 12. Shetani alijua ili amuue Yesu anahitaji mtu aliye ndani ya kundi. Na Mungu alijua kabisa ili awachomoe wana wa Israeli ni lazima mtu awepo ndani ya jumba la kifalme. Lakini kitu cha pili, Mungu alimpeleka Musa ili aweze kujifunza administration. Ukiwa mwana wa mfalme utajifunza administration. Kwa hiyo Mungu alikuwa amemwandaa Musa ili aweze kujifunza administration. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndo mambo mawili ambayo yalitokea kwa Musa. Na hiyo ni neema ya maandalizi.
Na Musa akatoka akaenda kujificha kwa baba mkwe wake. Akaanza kujifunza kwa habari ya namna ya kuweza kuwachunga kondoo. So, Musa alijifunza vitu vyote vitatu. Kitu cha kwanza alijifunza juu ya adui alionayo. Ni adui gani? Kitu cha pili alijifunza kwa habari ya administration. Kitu cha tatu alijifunza juu ya kuchunga wale kondoo wa baba mkwe. Kwa sababu kuwa na wana wa Israeli ni kitimtimu. Uwezo wa kuweza kuwachunga wale kondoo. Baada ya kufanikiwa kuwachunga wale kondoo, Mungu akampa jeshi kubwa kuwachunga wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu mpaka dakika hii bado wamefichwa. Wala usipate shida. Hayo ni maandalizi. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni maandalizi.